Hujambo na karibu Wisport Updates, tuangazie yale ambayo yamejili miongoni mwa mengi ambayo yametokea usiku wa tarehe tunazungumza tarehe 7 kuelekea tarehe 8 ambayo ni siku husika ya dabi, mara baada ya Simba Sports kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kufanya mazoezi yake ya mwisho kama kanuni inavyomruhusu timu mgeni kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa mchezo husika siku moja kabla ya mchezo wenyewe. Sasa ilifuatiwa na taarifa kwa umma kwa Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa ni timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni namba 17 kipengele 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa maksudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha kufika uwanjani katika muda husika. Nipo na Saifu Mipapa kwenye line ya simu kufuatia hili ambalo limetokea kutokea mji mtukufu wa Tanga. Assalamu alaikum Maalim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Jafeti. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Naam. Siku nyingine tena katika kulijenga taifa Jafeti na mengineo mengi. Katika swala la kulijenga taifa yanajitokeza kama haya ya taarifa kwa umma, mechi ambayo imesubiriwa kwa hisia za aina yake, kila mmoja akiwa ametamba kivyake na kutarajia kwenda kuona mechi ambayo itatoa mwanga wa yule anayekwenda kuketi kileleni. Yanatokea haya Maalim Saifu. Jafeti, kabla ya kuanza kuzungumzia jambo jingine lolote, jana mapema nilipokuwa nasafiri, nilisoma maandiko ya moja kati ya wachambuzi wa Crown FM. Ni kijana anaitwa Hans Raphael. Anasema kila unapomuona kiongozi mmoja wa kiserikali basi nyuma yake kuna Yanga. Ndio andiko lilikuwa linasema hivyo. Jafeti, kila unapoona kiongozi mmoja wa serikali nyuma yake kuna Yanga. Kuna matukio yakija, wala mwaangalie mfanya tukio, wanaangalia hili tukio anaweza kulifanya. Natumia mfano, utarudi katika msingi wetu. Hapo kwenye msingi wetu huo ni hoja fupi sana, lakini tuone kwa nini inakuwa hivyo. Jafeti, ukiona mtoto wa umri wa miaka 5, 6, 7 anakutisha, nitakupiga wakati nguvu ya kupiga ana, basi usimtazame huyo mtoto. Kwanza pambanua nyuma ya mtoto huyu ni nani aliyemtuma, kwa sababu inatafutwa sababu yawe kupigwa na mtu mmoja, B na wawili watatu, otherwise na kijiji kabisa. Watu hawakutaki lakini wanatakutafutia sababu. Sasa Jafet, kumekuwa na kiburi hicho kwa muda mrefu, na tunajaribu kusema Yanga wamekuwa na kiburi kikubwa sana katika nchi hii, katika mpira, wakifanya mauvunjifu tofauti ya kanuni, kwa sababu hili alianza kujitokeza jana Jafet. Na kama tunalalamika kweli upande tu wa Yanga, tujiulize na Simba waliwahi kufanya lini kuwafanyia Yanga matukio na mazingira ya namna hii Jafet? Wakati tunafanya kipindi juzi, nilikwambia Yanga walishawahi kuacha chumba wakati wao ndo wenyeji wa mchezo. Na msemaji wao akasema tumeruhusiwa na TFF. Ya maneno ya huyu mchambuzi wa Crown yasiwe kweli, huyu mtu alichukuliwa adhabu gani kuidanganyia TFF? Si umeelewa Jafet? Kama hilo lilipita na mengi ambayo yalifanyika yakapita, Yanga walisusia mchezo, wakati huo wanasusia mchezo Yanga, ligi ile kulisogezwa mechi kati ya Mtibwa Sukari na Yanga. Na haikusogezwa kwa maana ya siku 3 au 2 nyuma kulikuwa na mjadala. Ilisogezwa siku hiyo katika pre-meeting mechi, wakakubaliana kwamba bwana, tumeona kuna sababu hizi na hizi tusogeze, lakini kwa sababu ilikuwa ni Yanga na Mtibwa, Yanga akakubali tu, akiamini Mtibwa vyovyote itakavyokuwa atakwenda kuifunga. Lakini tulikuwa tunapisha mambo ya msingi kabisa, kwa sababu tukubaliane kwa huu mpira wetu na mambo yetu hatuwezi kufanisha na president. Rais anataka kuzindua kitabu. Katiba haikuwekwa sawa. Simba na Yanga tuko humu. President wetu ni huyu.
Kwa nini usiwe mjadala tukaamua kuisogeza mechi? Sio, umeelewa Jafet? Ambayo haiathiri chochote katika mechi, lakini walileta kiburi, wakaja saa 11, umeelewa? Walipokuja wakafanya home up yao, walipomaliza wakasubiri tena, eti wanasubiri muamuzi aje kumaliza kipenga waonekane kuwa wako sawa sawa, lakini muamuzi anafahamu kwamba sisi na TFF tumekubaliana hivi. Sasa nikuonyeshe shida inapoanza. Mechi ile ilikuwa inawafundisha Yanga wasingefanya mengine, kwa sababu waliokuja kwa wakati mwafaka walikuwa ni Simba, walikuja saa 1 kama sikosei. Hapo muda tuliambiwa tufike, muamuzi maliza kipenga cha mwisho, kata point, usingeona huu utumbo ambao unaendelea kufanywa, kwa sababu si hatukutunga kanuni. Kanuni mfungwa na TFF. Jafet, tuko katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani sasa hivi. Umeelewa vizuri? Mechi alau kanuni zitatushurutisha, lakini kwenda uwanjani tumekwenda muda sawa na utaratibu unavyotaka. Mechi saa 1, basi tuna adapt tabia ya saa 1, kwa sababu Simba Sports haijacheza mechi saa 1 muda mrefu. Mimi nina uhakika ukiacha mashindano ya kimataifa, umeona wachezaji wamezoea saa 10. Mili na tabia kuzoea, twendeni tukafanye mazoezi muda kama tutakao kwenda kucheza mechi, angalau mazoea akili tuikaribishe kwamba karibu tutakuwa na mechi ya muda huo. Umeona bwana? Kwa sababu wa watu andiko lile andiko ndo litatupa, linanipa mimi picha na nitalirudia kwamba kila alipo kiongozi mmoja wa serikali, basi Yanga yupo. Situfanye tu vibweka, sisi tunajua Yanga kwamba hao watu hapo kwa hata kibweka gani nitakachofanya hakitokuwa na tatizo, hakitoleta shida, hakitofanya chochote. Crescentus Magori yeye aliandika kwamba sio mechi tu ya kesho, hatuchezi ligi mpaka hawa wapuuzi walioshiriki kwenye huu upuuzi waadhibiwe. Kiongozi ni kama jazba imemtawala. Magoli inaonekana ndivyo hivyo, na hata hapa karibuni mara kadhaa magoli yameshindwa kuendo. Anashindwa kuendo wakati. Ni kiongozi mkubwa, ni kiongozi shupavu, lakini Jafet, kanuni za kimaumbile zinaonyesha makosa ukikosewa mengi, basi hata maamuzi yake huwa mabaya katika hayo makosa. Sasa siwezi kulaumu sana Magoli na maandishi yake na baadhi ya matukio yalipo sasa. Jafet, Yanga wameufanya mpira wa Tanzania kama ni mpira wao. Sisi tutazungumza, tutapiga kelele, tutafanyeje? Wazi Jafet, na mimi mbele nitakwenda kukubali kwamba ubingwa wa Simba huwa tunafikiriwa. Kwa hii hali ilivyo Jafet, mbeleni nitaenda kukubali kwamba hata ubingwa wa Simba basi huwa tunafikiriwa. Yaani unaamka mjadala, wanakubaliana, wanaambiwa sasa huu ni muda wa Simba kuwa bingwa na nyinyi acheni. Maana yake kwa dalili hizi ambazo tunaziona na haya ambayo yanafanywa, Jafet, Yanga huwa anapangiwa kuwa bingwa na Simba anafikiriwa kuwa bingwa Jafet. Maalim Seifu, naam. Hii barua ukiipitia vizuri, wanasema katika sintofahamu Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo kuruhusu mazoezi ya Simba kufanyika katika uwanja, ambapo ilisababisha kamishna kufika eneo husika na bado haikuzaa matunda. Tunabaki njia panda. Aliyewazuia Simba kufanya mazoezi ni meneja wa uwanja au ni mabouncer wa Yanga? Ni swali ambalo na mimi najiuliza na natamani nikuulize, na nimehofia kadiri utakapouliza uvumilie katika comment, maana yake utapewa timu sasa hivi. Na wewe utakuwa miongoni mwa mashabiki wa Simba. Yaani meneja wa uwanja wewe umewekwa na serikali, si ndio? Lakini serikali ikikupa uwanja ule si wa mpira wa miguu. Wewe unachukua wapi ripoti za mpira wa miguu? Si TFF. Maagizo anakupa nani? Yaani Yanga akiwa mwenyeji wa uwanja au ndo mwenye uwanja, ni jukumu lako meneja wa uwanja kuangalia kanuni za mpira zinasemaje. Au Jafet, meneja wa uwanja hajui kanuni zinasemaje? Kwa mantiki hiyo kwamba kuna maagizo aliyoyapata nyuma, hayo ninasema alipo kiongozi mmoja basi wa serikali wapo na ni wa Yanga wapo hao viongozi. Yaani kwa nini nimeanza na hilo andiko? Hilo andiko inawezekana yule kijana aliliandika kama masahara hivi.
kujua tukio linaonyesha uhalisia wa anachokijua. Na kijana yule nahisi mimi sina hakika sana, lakini nahisi ni miongoni mwa mashabiki wa hizo timu. Nahisi jamani. Ndiye nikaambwa Sefu amesema mimi nina tabia ya kuheshimu wachambuzi. Lakini analalamikiwa sana na hivyo vitu. Sasa anajua, amesema anachokijua Japhet, ndo hukumu yake hii ambayo unaenda kuiona. Sasa mimi ningeomba kama viko vyombo kwa ustawi mzuri, ukiacha ile tukio tulilonalo, huyo meneja angetafutiwa kazi ya kufanya. Anaonekana pia hajui kazi yake, ili aache kufuata maelekezo. Mimi saizi ukinikabidhi kuwa meneja wa uwanja, kwanza nataka kujua kanuni za kimpira kwanza. Na mechi kanuni inasemaje? Kanuni bwana, asubuhi waandishi wa habari watakutana na walimu hapa katika ukumbi wa waandishi wa habari uwanjani. Kwa mimi jukumu langu sitaki maelekezo. Wewe ni mwandishi wa habari, wewe ni mwalimu wa Yanga au Simba, wewe ni team captain au utakayewakilisha leo klabu, huyu ni meneja wa timu. Mimi tangu kitakuwa kuuliza ndio hivyo, nitawakaribisha kulingana na kanuni inaponielekeza. Sio nakaribisha kulingana na nani tu ananifuata mbele. Umenielewa? Sasa kwa mfano inawezekana labda tukubaliane kwamba meneja aliona Simba wamekuja na watu otherwise mashabiki na nini. Si unazuia mashabiki? Na kukuwa na mashabiki waliokuwa wanahitaji kuingia uwanjani. Labda watu 10-15 tu ambao ni watu wa maeneo yale. Na mechi kama hizi Japhet, kuamkia siku ya mechi, mimi wakati nasafiri jana nimepishana na Costa ziko karibu 4. Hapo pembeni kuna zile bar brother, watu wanakesha kwa kunywa. Watu wanaamka wakiwa wanakunywa. Watu kama wameona basi lao limepita wakapiga vigeregere pia limekosa, wafukuzeni basi wasikae. Sasa Japhet, hii ndio sura ya soka letu. Huu ndio uyatima wa Simba ambao tunauzungumza mara kwa mara. Sasa mimi katika maandishi madogo ya barua ya TFF inawalazimu Simba waende uwanjani wakacheze mpira. Umenielewa? Ili TFF iangalie huu uvunjifu wa kanuni, yani baadaye je kusema tumwapiga faini Yanga milioni 5 kwa kuwazuia Simba. Yani hawa jamaa wanaona watu mazoba sijui. Sio wanachukuliaje? Sio jambo dogo hili. Uvunjifu ya kanuni kwa Yanga yamekuwa ndo msingi kwa muda wote, kwa sababu wao wana mechi takriban 27 hawajapita geti kubwa. Mpaka mechi ya dabi ya mwisho ya Simba na Yanga. Yani wao wanaamua brother katika soka hili wanatakaje, nini wanataka wakifanye. Japhet. Kwa mpira wa namna hii Japhet, tutakuwa tunapoteza sauti zetu. Wanaenda mbali hususan eneo hilo la wachambuzi. Umemzungumzia kijana Hansi Rafael kwa kudai kwamba na yeye anajiuliza miongoni mwa wale maswali ambayo pengine labda tumeshayazungumzia hapa. Anajiuliza hii ligi kuna muda haistahili kuwa nafasi ya 6. Sio ya 6 Japhet. Ukitoa Simba Sports Club ligi haistahili kuwa ya 100. Yaani Simba anaipa uthamani huo. Sasa Japhet, hilo jambo la siri Japhet. Simba Afrika amekuwa kama mjukuu Japhet. Hebu ukimaliza hapa wakati huu kanini ya Simba akaunti ya CAF, hebu angalia namna CAF wanawapokeaje Simba. Hapo wanaipokea kama Simba ni timu, wanaita timu inayoendelea kwa kasi. Simba ni timu narudia Japhet, ni timu inayoendelea, inayokuja kwa kasi ya kimbunga katika masuala ya kisoka. Simba ndo timu ambayo inaheshimisha taifa la Tanzania Japhet. Hawa jamaa ni wachekeshaji Japhet. Sisi unajua mimi ninapozungumza Japhet juu ya masuala ya mpira, mimi Japhet niko serious, nadhani unajua. Saifu kwa swala hili Saifu, rai yako imekaa wapi? Kwanza rai yangu TFF wafanye react mapema sana. Mnaita hivyo ongeza. Yani mapema sana kabla haya mambo hayajaleta sitofahamu, kwa sababu watafanya ligi hii kuonekana ni ligi ya ovyo. Kwa nini? Hii ligi kesho kutwa itatakiwa kuonyesha bingwa wake ni nani. Bingwa asije kanajisiwa kwa mechi moja. Umeelewa Japhet? Mimi naamini Simba bingwa. Lakini Simba asipokuwa bingwa hainiondolei chochote katika kuchambua kwangu mpira, si umeelewa? Hainipunguzii chochote katika weledi. Lakini wasije wakatoa mlango sio wa kusemea sasa. Kwa sababu tutakuja uwanjani kesho utatufunga.
Kwa mfano, hatuna sehemu ya kusemea kwamba umetufunga kwa sababu ya hila. Hatuna sehemu ya kusemea umezuia jana wachezaji wetu wasifanye mazoezi. Ile ni kama oma ambayo itafanywa katikati ya mchezo. Kwa hiyo Jafeti, yote kwa yote TFF wafanye kitu. Yani ili ni jukumu lao, wasiendelee kulala na Karia mtu makini sana. Kwa nini unaruhusu vitu vya namna hivi kuchafue? Mimi naamini Jafeti hakujawahi kutokea kiongozi wa kumzidi Karia. Mimi thubutu kusema. Pamoja na Yanga kumpigia kelele akaamua kuwa upande wao na hivyo, lakini hakujawahi kutokea kiongozi makini kama Karia Jafeti. Karia waache hawa watu, hawa bebeki tena, hawa ni tatizo. Tu mpira ufanye haki. Wacha Mungu Jafeti ni huo kwa TFF. Hebu wafanye kitu kwanza. Alau kilete ustawi mzuri wa soka letu. Anaitwa Seifu Mipapa. Dakika takriban 16 tulizozungumza naye akiwa mji mtukufu wa Tanga. Tumepata kusikia maoni yake juu ya hili ambalo linaendelea hivi sasa. Tarehe 8 ndio leo, siku ya kilele cha leo ndo kilele cha siku ya wanawake duniani. Machi 8 duniani watu husherehekea siku ya wanawake katika mchango wao kwenye maendeleo ya kijamii, lakini leo ndo ilikuwa shughuli pekee ya Young Africans, wenyeji wa mchezo kwa wageni wake Simba Sports katika dimba la Benjamin William Mkapa. Wenyewe wanapaita Lupaso machinjio, na wengine husema atoki mtu pindi anapoingia kwenye 18 zake. Lakini safari hii ni kama watu wamejitoa mapema kulingana na yale ambayo yalifanyika usiku wa jana hapo tarehe 7 kuamkia siku ya leo ya tarehe 8. Itakuwa vipi? Je, saa 1:15 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, Simba watakuwa wamebadilisha mawazo yao na kukubali kukabiliana na Young Africans? TFF watazungumza lipi katika hili? Mambo yamekuwa mengi sana huko mitandaoni. Tunasubiri kuona lipi ni lipi, nani ni yupi, kipi kitaamliwa na mamlaka husika. Katika hilo hatuna la kuingilia zaidi ya kusoma kile ambacho kitakuwa kinatolewa na kukuhabarisha wewe uliye jirani yetu sisi na sehemu ya familia yetu. Kubwa tunalo kukumbusha, endelea kusalia hapo, kuna mengi ambayo yataendelea kuja kwa ajili ya kukupasha habari katika haya ambayo yanaendelea hivi sasa. Seifu, kwa dakika moja, lipi unalo la kumaliza na wadau wa michezo, hususan kwa hisia zao mseto hivi sasa ambazo walikuwa wanasubiri kwa hamu mechi hii kuchezwa? Ni wasi mashabiki wa Simba. Wao wastahimilivu, kwa sababu nadhani mashabiki wa Simba wanajua kila kitu kinachoendelea. Hata ukiona wana comment, wanafahamu, yani wanajua niseme ujinga, mimi niuite hivyo, nisiupe lugha mbaya sana. Ujinga ambao upo kwa sasa katika soka. Basi wao wastahimilivu kwa chochote kile ambacho kitatokea kwa kipindi hiki kigumu. Lakini pili, nishukuru wadau wangu. Wao mimi siachi kuwashukuru Jafet. Na mimi sambamba nimshukuru brother Kiza, nimshukuru amizangu Marekani na Uingereza, wadau wangu wengine ambao wananifuatilia mara kwa mara. Nimshukuru mama Grace. Mpe salam sana, mwambie Dar es Salaam inamsalimia sana. Hamna shida. Bana, tuko pamoja Jafet, lakini ubaguzi ndo msingi. Mimi ndio namaliza hivyo Jafet. Naam. Tuwe tunakunywa bidhaa za Mo ili mradi haya yote haya yafe mbeleni. Tuseme insha Allah, tusubiri kuona kipi kitatolewa na mamlaka husika. Asante.